Yani mtu katika maisha yake huja akawa kuna kitu anakitamani akipate, Mwenyezi Mungu kile kitu yule mtu hakumpa, akamkosesha. Kule kukikosa kile kitu ni isma, ni hifadhi kwake, ni ngao kwake. Sasa mwanadamu huwa kawaida akikosa kitu, yeye inakuja sura nyingine katika akili yake, al-adamu ismatu. Ukikosa kitu baadhi ya nyakati ni ngao kwako. Tuko moja? Na mifano tutakupa ili mradi utoke umestafidi vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna vitu anavipitisha katika maisha ya mwanadamu kwa makadirio yake mwenyewe Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sasa mwanadamu huchukia bila kujua hilo jambo Mwenyezi Mungu ameliweka katika makadirio na lina faida kwake, pamoja kwamba kile kitu wewe Mwenyezi Mungu amekukosesha. Tuchukue mfano, mtu amepata majanga, amepata ajali, alikuwa anakwenda zake safari, wapo katika gari ikapinduka, akavunjika miguu. Mwanadamu kiubinadamu ile hali inamtesa na inamuumiza, kwa sababu alikuwa ameshazoea kuwa na miguu miwili, anakwenda kupambana na hali sasa ya ukirema. Hapa kuna kitu nataka nikufundishe, al-adamu isma. Baadhi ya nyakati ukikosa kitu kwako inakuwa ni hifadhi na inakuwa ni ngao kwako, ndugu yangu katika imani. Tuchukue mfano mwingine alafu tuyafasiri ili unielewe kitu gani nakusudia. Wewe una kitu kinaitwa appointment na nani, na mdada fulani, mkutane sehemu fulani ya nyumba za wageni, guest lodge, mukafanye vitu vyenu vya anasa, mukazini, mukafanye mambo ya kumuasi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bwana, tukutane saa ngapi? Saa 2. Nitalipa kila kitu, lodge nitalipia, chakula nitalipia, na wewe pesa yako nimekuwekea kutosha 50,000. Inafika saa 2 kamili, umeshajiandaa, unakwenda lodge, unakwenda guest kufanya zinaa. Yule mwanamke anakupigia, nimepata msiba, bibi yangu mzaa mama amefariki, kwa hiyo sitawahi kuja. Akili ya mwanadamu, kwa kuwa amempenda yule mdada, kwa kuwa amemisi afanye naye zinaa, moja kwa moja ataanza kupiga miguu chini, nimekosa mzigo. Tuko pamoja eh? Akili yako inalalamika kwa kukosa kupata nini? Kupata dhambi, shekhe. Kumbe al-adamu isma. Ukikosa kitu ndo ngao kwako baadhi ya nyakati. Ukikosa kitu ndo hifadhi kwako. Yani wewe shukuru kwa kutofika, kwa sababu hauandikiwi tena makosa. Tuko pamoja eh? Lakini angefika ungepata nini? Ungepata makosa ya zinaa. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, manzana au shariba al-khamra nazaa Allahu minhu al-imana kama yakhla'u al-qamisa min ra'si. Yoyote mwenye kuzini au mwenye kunywa pombe, Mwenyezi Mungu humvua imani kama alivyochukua kanzu yake akaivua akaiweka pembeni akaitundika katika enga. Pale unazini unafurahi, lakini pale unazini Allah Tabaraka wa Taala wakati huo anakuhesabu wewe hauna imani, asije malakul mauti akachukua roho. Akichukua roho muda ule, wapi? Ni mtu wa motoni. Sasa kule kukosa zinaa, yule binti kupata taarifa ya msiba, kwako wewe ni hifadhi, kwa sababu umekosa nini? Umekosa kuzini, ndugu yangu katika imani.